Kwa sasa twende tukatazame kwa upande wa kikosi cha Fountain Gate, ambapo timu ya Fountain Gate FC ambayo imeweka kambi yake ya muda mjini Morogoro wameweka wazi ya kwamba maandalizi ya kuelekea msimu ujao yanaendelea vizuri na wako tayari kwa ajili ya ushindani kwa msimu unaofuata. Kocha mkuu anayekinoa kikosi hicho Felix Minziro amesema ingawa wanakabiliwa na adhabu ya kufungiwa kutosajili wachezaji, bado wanapambana kuhakikisha timu hiyo inakuwa imara na ya ushindani zaidi kwa msimu wa 2026 2027. Zaidi tusikie kile ambacho kocha Felix Minziro Baba Isaya amezungumza. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa ujumla maandalizi yamekuwa yakienda vizuri, na nasema kwamba ndio tuna wiki ya pili tuendelea na training. So kikubwa ni kwamba tuendelea mazoezi tunaenda vizuri, kwa sababu kama unafahamu kwamba bado hatujaruhusiwa kufanya usajili kwa timu yetu ya Fountain Gate. Kwa hiyo tutategemea kutumia vijana wale hadi hivi sasa ambao tumewasajili msimu uliopita, ingawa tumeondokewa na baadhi ya wachezaji, lakini kikubwa ni kwamba tunajaribu wale waliobaki kumhakikisha kwamba wanakuwa katika hali nzuri ya ushindani zaidi. Maandalizi yanaenda vizuri kama unavyojionea mwenyewe, tunaendelea mazoezi kama nilivyosema, ni wiki ya pili tumeanza maandalizi, kwa hiyo yanakwenda vizuri kwa ujumla. Kama nilivyokuambia, swala la maboresho nimekuwa gumu kwetu kwa sababu kweli tumeondokewa na baadhi ya wachezaji, lakini kikubwa ni kwamba ambacho bado hajaruhusiwa kwamba kufanya usajili. Tokea msimu uliopita tumezuiwa usajili, tuko kwenye kifungo, lakini bado viongozi wetu wanapambana kuhakikisha kwamba tunaruhusiwa kufanya usajili. Kama ambavyo tu malengo yetu wakati wote hapo ni kutoa fursa kwa vijana ambao tunawaandaa. Kwa hiyo sura ya kikosi chetu haiwezi kubadilika sana, huwa ni kikosi cha mseto wa vijana wadogo, vijana wa kati pamoja na wazoefu kidogo, kwa ajili ya kurithisha kile ambacho kinakuwa kinaandaliwa kwenye klabu yetu. Kwa hiyo kama ambavyo sura hiyo imeonekana kwenye tuombe radhi kidogo kwa taarifa hiyo, lakini hao ni kwa upande wa Fountain Gate, wao na maandalizi yao namna ambavyo yanakwenda, lakini CEO huyo wa club naye alikuwa akizungumza, lakini pia tumemsikia kocha Felix Minziro akizungumza. Bana, Fountain Gate hawata saizi wapo kwenye adhabu ya kufungiwa kutosajili, lakini hii imekuwa ni changamoto kwao, ni jambo ambalo limekuwa la kujirudia. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja akasema madeni ya kurithi, unajua pale timu zinavyo badilika ya majina, kuna muda unatembea na jina ambalo unakuta lina madeni, lakini kuna nyakati wakati timu inabadilika majina, kuna wachezaji wengine wakubwa walimove kwenda upande wa pili. Kwa hiyo pale kaonekana walibaki na wachezaji wengine ambao walikuwa na madeni, kwa hiyo stori zao zikawa nyingi sana. Misimu miwili mfululizo dakika za jioni Fountain ndio wamekuwa wanakuja kujikwamua kubaki ligi kuu. Walicheza playoff msimu huu uliomalizika wa 25-26 baada ya Minziro kuichukua timu, ndo kidogo maajabu yakaonekana, na sasa hizi wanaenda kuanza msimu mpya tena bila kuwa na wachezaji wapya. Timu ni ile ile na wachezaji wameondoka, tunaona kinachuka kama hivyo wameondoka Singida. Kuna ile kauli inasema kikupacho furaha na uchungu kitakupa, sio? Ndio kinachoendelea, kwa sababu Fountain hawakuwahi kupanda daraja. Ndio Fountain Gate lini alipanda daraja? Fountain Gate walijikuta Premier League kutokana na muunganiko wa Singida na kuitwa Singida Fountain Gate. Na hiyo ni kutokana na faida ya Singida kuqualify kushiriki michuano ya kimataifa. Alafu kanuni ya kule kwenye michuano ya CAF inakuhitaji kuwa na timu ya wanawake. Kwa hiyo ile timu ya wanawake Singida hakuwa nayo, ikatengeneza partnership ya Singida na Fountain Gate ili apewe ile timu ya wanawake iwe sehemu ya Singida. Tunakubaliana mpaka hapo? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ile partnership yao ikazaa pamoja na senior team kuitwa Singida Fountain Gate. Kuna wao Fountain Gate wakajikuta wako kwenye nini? Kwenye Premier, wakajikuta wako kwenye Premier League bila kupanda. Kwa sababu kwa miaka mingi walikuwa na struggle kupanda daraja, si ni sawa? Wakajikuta wako kwenye Premier League. Kile kikawapa furaha. Sababu hata ile kuna nyakati ilikuwa wakati wa championship washakutana na kesi kama hizi za usajili. Sasa twende hapo kwamba wakajikuta nao wako kwenye Premier League. Alafu partnership yao ilivyokuja pathways, ilivyokuja kuachana baada ya EF kununuliwa. Part ya Singida ambaye alikuwa anaunda ile partnership yake akachukua timu nyingine ambayo nayo iko kwenye Premier League.
Kwa hiyo akaiacha Fountain Gate ikiwa kwenye Premier League. Sasa hapo kuna tricky. Fountain wamiliki wake walikuwa tayari kuwa na timu ya Premier League financially. Hiyo lazima ujue kiuchumi, tayari walishakuwa na timu ambayo inaweza kuwa kwenye Premier League. Alafu kumbuka ile partnership ilivyokufa, ile mikataba inasoma Singida Fountain Gate. Alafu hapo kumbuka Singida inakufa inaenda IHF. Umeelewa? Kwa ile iliyobaki Singida Fountain Gate ndio inakuwa wale wachezaji wale sasa unaweza kuwa contain wale wachezaji kwa gharama ambazo walikuwa wamechukuliwa nazo, kwa maana mishahara ya kimikataba waliokuwa nayo unaiweza, ulikuwa tayari na hichi kitu. Hicho ndio kinachofanya wao wana struggle sasa hivi. Umeelewa? Kwa kiliwapa furaha kwa wao kujikuta kwenye Premier League, kinawapa uchungu kwa madeni ya kurithi. Sijui unanielewa? Na ndio kinachofanya wana struggle. Sasa unajua ukikutana na kesi za madeni kwa mara 5 consecutive, yani kwa kufatana hivi mfululizo, haijalishi umelipa au kulipa, yani the fact kwamba umekutana na hizi kesi za kudaiwa mara 5 mfululizo, unapigwa sanction. Huyu kapigwa sanction. Sasa hivi yeye ukimuuliza anakuambia mimi nina hela ya kulipa ile madeni na tayari nimelipa. Lakini umekumbana na hii adhabu kwa sababu umekuwa na kesi hizi kwa mfululizo. Sasa hichi kitu kina athiri. Lakini sasa ndo yale unaambiwa, walio wamoja usiwaingilie. Waliowahi kuwa pamoja usiwaingilie. Pamoja na hizo mambo zote, si huyu Fountain kampa Singida Henry David, mmoja kati ya best player wake kwa msimu uliopita. Na inawezekana pia labda Fountain wamelazimika kuuza best players wao kwa sababu Henry David kaondoka, Abushiri kaondoka. Yani ukiangalia ile Fountain msimu uliopita, hao ndo wachezaji ambao walikuwa wanajua kabisa hawa Fountain wanaweza kutengeneza pesa kutoka kwa wachezaji. Na wote wameuza. Inawezekana wamelazimika kuuza ili wa generate pesa kwa ajili ya kutatua changamoto zingine. Sasa sijui kama walikuwa wako aware kwamba hata ukilipa tayari uko kwenye adhabu ya kuto kusajili, kwa sababu kama wangekuwa wanaijua hiyo wasingekubaliana na swala la kuuza sasa hivi ili waibakishe timu yao kwenye ligi kuu. Uza utakapokuwa wakati sahihi ambao na wewe utaruhusiwa kufanyaje, kusajili. Kwa maana biashara yao wangeweza kuizuia kwenye hili dirisha kubwa. Wakaifanya kwenye dirisha dogo ili ile fedha iwasaidie moja kwa moja kuinject kuweka wachezaji wengine wapya. Sasa kama wale umeuza sasa hivi na wewe tayari taratibu haikuruhusu kuweka mchezaji mwingine wakati huu mpaka kufika dirisha dogo, my friend. Labda George, muda mwingine kwa sababu kila taasisi injo huwa zinakuwa zina malengo yake, kwa sababu nakumbuka kuna nyakati ambazo iliwahi kuzungumzwa Southampton wakati wanashuka, watu walisema wamezidi kufanya biashara. Nakumbuka kuna nyakati pia hata kwa upande wa Shaknofia na wao bwana mnauza, yani timu haiwi stable. Kuna nyakati pia Borussia Dortmund walijikuta hata Champions League wanashindwa kuqualify kwa sababu unatoa. Inawezekana Fountain Gate kuwa na utambulisho kama timu ya kukuza kulea vijana au kama talent zinapita pale, inawezekana ni moja kati ya eneo ambalo pia labda kwenye hiki kilicho nazungumza kwamba kuwa na mipango kwamba okay, ngoja tu hold kidogo timu isogee mpaka sehemu fulani, afu tukikaa kwenye mazingira mazuri ya kwanza kusajili ndo tuuze. Inawezekana ile sera ya klabu kwamba tunauza, wakija tunauza, ndo kitu ambacho labda mimi nikuulize swali sasa hivi. Una uhakika tukimwita mmiliki saizi hapa President Makau? Yes, President Makau. Mmoja kati ya watu ambao wana maono tu mazuri ya soka na anapenda kile ambacho anakifanya kwenye soka lake la vijana na soka la wanawake. Lakini I'm so sure sasa hivi ukimwita pembeni ukimwambia tuulizane kuhusiana na hii Singida Fountain, tuhusiana na hii Fountain Gate senior team ya Premier League, tukikupa fursa kuiuza utaiacha? There is a possibility anaweza kataka kuiuza. Mimi nitakwambia kuna siku nilikuwa nimekaa na moja kati ya kiongozi mkubwa tu wa hizi timu za Kariakoo. Yuko kwenye wadhifa mkubwa tu kwenye hizi timu. Ananiambia, kaka, kuna wakati natamani nisingekuwa kwenye hii position kwa sababu ya mahitaji. The pressure, mahitaji, kuna muda, kuna vitu inabidi vitekelezeke na hela hakuna. Huyo sasa yuko kwenye hizi timu za Kariakoo. Yaani kuna muda umefika wakati tarehe za mishahara zimekaribia, ukicheki range yako ya mishahara pale panahitajika kama milioni 450 fulani hivi ambayo inatakiwa imetulia tu ili uweze kusoti matatizo ya kimishahara. Sasa kuna hiyo muda unaambiwa injo unataka kuwa mjumbe wa kamati. Una mzigo au unataka kuwa mjumbe? Mjumbe maneno mengi. Mjumbe maneno mengi. Katuni ya maji shida. Ujumbe sio Priska. Unamtumia tu injo.
Hilo ni jambo jingine, kwa sababu unajua kuna mtu mmoja nakumbuka ulikuwa uchaguzi ule wa Yanga wakina Dr. Mshindo Msola kina Mwakalebela, kwa sababu Yanga ilikuwa ipo kwenye hali mbaya kidogo na kuna mazingira kama natakiwa ikae sawa. Moja ya watu akaniambia kwenye eneo linalohusisha Simba na Yanga kama unataka position ya juu mambo ni haya mawili. Uwe na pesa, yani wewe unajiweza. Kama huna pesa, make sure una watu ambao wanakubackup, ambao watakupa pesa, kwa sababu pressure pale ni kubwa sana. Na nyakati ambazo alikuwa ananiambia, nakumbuka kuna kipindi Yanga walipita kwenye wakati mgumu, walikuwa na mechi na Coastal, wanatakiwa kusafiri. Alafu mamlaka ya mapato ilikuwa walikuwa na deni lao, nakumbuka wakachukua ule mzigo. Na mzigo, yes. Kwa hiyo kusafiri ikawa inakuwa ngumu. Nakumbuka ananiambia, kwa hiyo hapa sasa umeona timu imefanikiwa kwenda kwa sababu unakuta na kiongozi ambaye kuna maeneo anaweza akagonga hodi na watu wakamuelewa. Kwa hiyo kuna jambo analozungumza George pia kweli. Nakumbuka msimu juzi kwa kuna issue za mishahara hivi watu wakawa wanasema ona klabu ina sponsorship, klabu ina nini. Kaambia bwana, sponsorship pesa upewe kila mwezi, unapewa kwa installment. Unakula labda mara 4 kwa mwaka, ya kwanza, ya pili, ya tatu, 100% imekamilika, tunatembea. Kwa hiyo unaweza kuwa nasema klabu ina sponsorship nyingi, lakini pesa unapewa kwa installment, au upewi tu kila mwezi. Na ile pesa ya sponsorship ukitaka upewe kila mwezi sio kama haiwezekani. Possibly utapewa, lakini hiyo pesa ikishagawanywa katika mwezi hamna kitu itafanya. Hamna kitu itafanya, kwa sababu anzia tu kwamba matumizi yao wao yanaanza tu katika hali ya kawaida, mshahara 400 kwa mwezi. Yani hiyo inabidi uwe nayo constant kuwalipa watu. Umeelewa? Alafu hao watu inabidi wale na timu zetu zinakaa kambini. Inabidi wale kila siku, mambo mengine yaendelee. Hapo bado hujaweka mahitaji mengine. Inabidi wafike kwenye kituo cha mechi. Watu wadai bonus. Yani katika huo mwezi kuna mechi zisizopungua 4. Umeelewa? Na katika hizo mechi 4 inawezekana 2 zikawa za ugenini. Na inawezekana muda mwingine kalenda imekukalia 3 za ugenini. Hapo ili iwe safe inabidi ndege ihusike. Kuna kusafiri, kuna sijui hapo havijatokea sijui mtu kaumwa, havijatokea sijui kuna vifaa vya mazoezi, yani kuna vitu vingi sana. Kuna mtu amegoma kucheza, anadai signing fee yake, anataka alipwe. Injo, kwa hizi kaeka tunazogusa ni challenge tu ambazo inawezekana watu wengi hawazijui kwenye hizi timu. Ukisikia timu imefungiwa, mambo yanakuwa mengi. Kwa upande wa Fred Felix Minziro kubaki ndani ya timu, inawezekana ikawa ni faida yao mojawapo, kwa sababu wanabaki na kocha yule yule, na labda sehemu ya timu tumegusa wachezaji wachache ambao wametoka, na sehemu ya timu kuwa ni ile ile. Anaweza kawa msaada Fred Felix Minziro labda kuanzishia kitu. Inawezekana, lakini huenda akawa pia amevunjika moyo kwa kiasi kikubwa. Mapambano ambayo ameyafanya kubakisha timu msimu uliomalizika, inawezekana alitegemea kutakuwa na maboresho kwa msimu huu ambao unakwenda kuanza, na inawezekana alikwisha point labda atahitaji eneo fulani kuboresha timu yake. Fountain ni kati timu ambazo zimeruhusu mabao mengi sana msimu uliomalizika. Yani kwenye top 5 huwezi kumkosa Fountain Gate. Kwa maana yake kivyote itakuwa ana mahitaji ya kuboresha eneo lake la ulinzi. Inawezekana kuanzia kwenye golikipa mpaka wale ambao wanalinda hilo eneo. Inawezekana pia akahitaji wachezaji watakaoenda kutengeneza mazingira rahisi ya timu kuondoka na pointi 3, kimaanisha kufunga mabao. Kwa hiyo unakwenda kukosa maingizo ambayo yangeweza kuboresha kikosi chako, na hapo tumezungumza ni msimu wa 2 mfululizo Fountain Gate wanajinasua katika siku za mwisho kabisa. 24-25 amecheza mchezo wa playoff, akafanikiwa kushinda dhidi ya Stand. 25-26 tunakwenda kuzungumza ile michezo 5 ya mwisho, ndio yeye kapata sport ya kusalia ligi kuu kwa 26-27. Kwa hiyo trending ya kufanya vibaya imekuwa kubwa sana. Na hata mwanzo umekuwa sio mzuri kwa upande wao. Msimu 24-25 hapo misimu ile mfululizo wamekuwa na walianza na mtihani mkubwa sana wa kushindwa kufanya usajili wa wachezaji kwenye system. Wao na Tabora hivi. Yes. Msimu uliopita imejirudia tena upande wao. Kwa hiyo unaona si kitu kizuri sana ambacho hata mimi ningekuwa kocha, inawezekana utauchukua tu mzigo, lakini ukiwa na fahamu kitu gani ambacho utaenda kukutana nacho huko mbele. Kwa kundi la wachezaji ambao wapo Fountain Gate,
linahitaji kuboreshwa kwa kiasi kikubwa sana, maboresho makubwa ambayo yangeweza kuonesha matumaini makubwa kwa upande wao kusalia kwa misimu mingine inayofuata, na ukizingatia kuna wachezaji ambao wameondoka kwenye mazoezi haya. Simuoni nyota wa Burundi yule Elimo Okono, moja ya wachezaji bora sana ambaye msimu uliomalizika pia kuna kipindi alikosekana, akaja kurejea kwenye michezo ya mwisho kukiwa na tetesi nyingi kwamba mambo hayakuwa sawa kwa upande wake na uongozi na vitu vingine, hasa kwenye mambo ya maslahi. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo wamepoteza make long story short, Fountain Gate washukuru Mungu msimu uliopita umeisha, lakini walimalizaje wao ndo wanajua. Na huu unaokwenda watauanzaje mpaka saizi wao ndo wanajua. And to make long story short, the struggle wanayopitia Fountain Gate sijui kama kuna timu nyingine ambayo inapitia. Kumekuwa kuna katabia. Nakumbuka George, Mtibwa yenu mlikuwa na katabia kama haka, dakika za jioni mnabaki Mtibwa, dakika za jioni mnabaki, baadaye ukaenda na maji msimu hili mfululizo. Prison naye pia imemtokea, naye akaenda na maji. Kagera naye pia hivyo akaja kwenda na maji. Mtibwa ukiachana na yote unazungumza, Mtibwa ni uzembe. Yaani Mtibwa ni uzembe. Hamna story nyingine yoyote. Mtibwa ni uzembe. Asikudanganye mtu. Uzembe kwa maana kwa sababu changamoto anazopitia Fountain Mtibwa hajawahi kuwa nazo. Yes. Mtibwa yaani Mtibwa fedha haijawahi kuwa shida kwake. Ila mipango tu. Kaka nitakwambia, inawezekana Mtibwa yuko stable financially sambamba na kina Simba na Yanga. Okay. Kiuchumi inawezekana yuko stable sambamba na hao hapa. Ila matumizi yake hayafanani na wale. Ila kiuchumi kabisa. Mtibwa ndo maana kwanza wewe umeona lini Mtibwa anavaa sponsorship jersey? Kuna kipindi niliona vijana wa Morogoro mlikuwa mnamshambulia CEO. Bwana anajua jana bwana. Kwa hiyo shida ni nini? Ni uongozi wao, ndio uzembe tunauweka kwa ujumla. Uongozi kwa ujumla. Iko hivi. Mtibwa ilishatoka kwenye ushindani. Yaani timu ya kuwa shindani kwa maana kuchukua ubingwa tangu ilichukua 99 na 2000 ile double. Mtibwa ilishaamua kwenda kwenye mlengo wa biashara. Kwamba ni timu ya ligi kuu tu iko pale. Kwa sababu katika hiyo misimu ambayo tunaizungumzia, ukitoa Simba na Yanga ilikuwa timu ambayo ina uhakika wa mishahara ni Mtibwa. Kwa hiyo kulikuwa na wachezaji wengi bora ambao hawajapata nafasi za kuwa Simba na Yanga wako Mtibwa kwa sababu ya uhakika wa mishahara. Maisha yao. Kila tarehe, yani on date, yani wale wanavyolipwa watu wakiwa ndani na wachezaji mmelipwa. Umeelewa vizuri? Kwa wachezaji wengi wakawa wanakimbilia Mtibwa kwa sababu ya stability ya kiuchumi. Sawa? Kwa Mtibwa ikawa na wachezaji bora. Mtibwa imeuza sana wachezaji kwenda Simba na Yanga. Achilia mbali hawa vijana waliokuja katika kipindi hiki. Lakini kuanzia huko wachezaji wengi, yani Simba na Yanga shamba lao lilikuwa ili wapate timu bora, wanapoenda kuanzia ni Mtibwa. Na zamani ulikuwa ukisikia mechi ya Mtibwa na Simba, Mtibwa na Yanga, hiyo mechi kweli lolote inaweza likatokea. Lakini tangu walivyokuja kuingia kwenye huo mfumo wa kwamba sasa tunaingia kwenye mfumo wa kibiashara, alafu sio tu mfumo wa kibiashara, ikaja kwamba mpira wetu nao umepanda thamani, kuna sponsorship zimeletwa, kwa timu zingine nazo mshahara sio sehemu ya matatizo. Umenielewa? Kwa wachezaji wanaanza kuona kuna wigo mpana wa kutumikia hata timu zingine. Sasa Mtibwa alipaswa apandishe daraja lake kutoka pale na kuona kwamba Mtibwa alikuwa halipi mshahara milioni 2. Tunaelewana? Mtibwa alikuwa halipi mshahara milioni 2. Ni ataanza hapo kwenye 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 mpaka milioni 1,800,000. Top kabisa kwa wakati ule mchezaji ambaye alikuwa anachukua hela nyingi nditi milioni 2. Umeelewa? Sasa hapo timu zingine zina struggle. Hazina mshahara miezi 2 mitatu, zina struggle. Baadaye baada ya kuja kuingia udhamini, kama mnakumbuka, ikaja kuonekana kwamba moja kati ya tatizo linalokumba timu nyingi ni mishahara kwa wachezaji. Wakaingiza moja kati ya vipengele ambavyo kwa wameviweka wadhamini, kuwe na milioni 40 za mishahara kwa kila timu kila mwezi. Tunakubaliana? Sasa kama nyinyi tayari mlishakuwa na bajeti ya kulipa watu mishahara bila hata ile milioni 40, mmeongezewa sponsorship ya 40 million. Nyinyi mnachotakiwa kufanya ili msifanane na waliopewa 40, ongezeni kima chenu cha mishahara, mboreshe zaidi maslahi. Kwa sababu nyinyi tayari mlikuwa na pool yenu ya mishahara, kama mlikuwa mnatenga milioni yenu 20, sijui 25 au 30 ya mishahara, bajeti yenu mnayo kila mwezi, mmeongezewa 40. Kwa kama mmeongezewa 40, hampaswi kufanana na wale wengine. Nyinyi mna bajeti ya milioni 70 kwenye mishahara. Unaelewa? Kwa mnachotakiwa kufanya ni nini? Kwa sasa hivi mishahara sio shida kwa wachezaji kwenye timu zingine. Unazungumza ile la sponsorship ambayo ilikuwa
ya timu zote. Kwa sababu nakumbuka ile sponsorship ilikuja ili kupunguza aibu ya wachezaji kugoma, mchezaji anadai mshahara. Unaelewa vizuri. Katika kile kipindi chote Mtibwa hakuwahi kupatana na hizo shida. Umeelewa? Kwa hiyo kama ziliongezwa zile 40 kwa kila timu, kwa maana yake sasa hivi swala la mishahara kwenye kila timu imetoka. Swala ni kwamba wachezaji nao wana uwezo wa kwenda timu nyingine nje ya Mtibwa. Kwa Mtibwa anachotakiwa kufanya, kama mlikuwa na 30 yenu, sasa hivi mmeongezewa 40, mna ngapi? 70. Sasa hivi mtoke kwenye kima cha milioni 1.8 top, milioni 2 top. Pateni wachezaji cream kwa hata milioni 3, mna uwezo. Maana yake sera ya mishahara ibadilike. Sio, unanielewa? Ili muendelee kucontain wachezaji wa madaraja ya kati ambao ni wazuri. Wakati huo mnaendelea kupandisha vijana wengine. Mtibwa yuko na contract, alikuwa na contract na Moro Kids. Ambayo yeye kila mwaka anachukua wachezaji wanaohitimu kwenye age ya under 17 na under 15. Anachukua akiwa na umri wa miaka 15, yeye ndo anaingiza kwenye timu yake ya under 17. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Moro Kids kuna percent walikuwa wanapata wachezaji wanapatana kwa mapatano yao wanajua. Umeelewa? Alafu ikawa kwa wachezaji ambao wanahitimu under 17 Moro Kids, Mtibwa ndo inawachukua kwa ajili ya kuleta under 20. Ndio unakuta mchezaji anachukuliwa akiwa na miaka 17 kuletwa under 20 Mtibwa. Anakaa under 20 kwa misimu isiyopungua 2. Unanielewa vizuri Kasuga? Kwa kule wanacheza mechi zao za kule kwao huko polini za mashindano za wilaya za nini. Wale watoto wa Mtibwa mkija kucheza nao kwenye under 20, wale washakaa pamoja zaidi ya miaka 2. Kwa unakuta timu nyinyi mmekuja mmeokotana huku sijui ni nini, mnacheza na watu ambao wamecheza pamoja kwa miaka 2 mpaka 3. Umeelewa? Lazima kila siku mtapigwa katikati, kushoto, nyuma, mbele, kila siku. Kuna Mtibwa alichukua 20 moja ilifanyika Dodoma pale, ile timu ya Mtibwa si mchezo. Ndio maana alichukua misimu 5 mfululizo. 5 mfululizo. Huyu unaona kuanzia wakina Ladaki wanawaona wakina Diki wakicheza. Yaani wako pale kuanzia wako under 17 wanaangalia mpaka huko pale unaingia na miaka 15 wanasubiri zamu yako fike kwenye under 20. Kwa una miaka 3 4 hapo ya kukaa. Kwa sababu waliingia kwenye sera ile Mtibwa wakafanya timu za vijana na zenyewe zinaingia kambini kama senior timu inavyoingia. Kikipigwa tukipenga piacha kambini wote. Kuanzia timu ya under 17, under 20 mpaka senior team. Nitajie timu ambayo ilikuwa na uwezo wa kufanya hivyo at par. Kwa ile biashara yao wakawa wanavuna wale watoto, kwa sababu wale watoto wakienda Mtibwa hawafundishwi kutuliza. Waishapikwa kutoka Moro Kids na wanajua. Na Moro Kids ulikuwa ukifika tu Morogoro mjini ukitaja Moro Kids ni timu ya vijana ambayo inaweza kaingia hata kwenye ligi zile za wilaya, ligi za jezi, na wanacheza mpira ambao kila mtu anatamani kuuona. Kwa pale Mtibwa anaokota ile cream, anaiweka pale pamoja, anawaelekeza namna ya kucheza mtindo wake, sio kuanza kutuliza tena. Umeelewa? Vitu vinakuwa. Sasa wameuza wachezaji. Ukianza Mtibwa hajawahi kuuza mchezaji kijana chini ya milioni 50. Na tunazungumza miaka 5 nyuma. Hakuna kijana ambaye anauza chini ya milioni 50. Kuanzia huko kwa kina Kibabage, nenda kwa kina Kibwana, nenda kwa kina Diki, nenda kwa Abu Twalib, nenda huku kote huku. Huku kote. Sasa hao vijana jumlisha sijui wakina Mzamiru, wakina Ibrahimu, wakina Shiza, sijui wakina jumlisha wote hao. Sasa the fact ni kwamba ile pesa inayouzwa wale wachezaji hairudi kuinject kwenye kikosi, inaingia kwenye shughuli nyingine. Sasa hapo ndo maana nakwambia ndo uzembe unapofanyaje, unapoanziaga hapo. Yani at least chukua 50% ya ile fedha inject kwenye kikosi. Kwa maana gani? Weka sajili wachezaji wengine senior players kwa ajili ya senior team. Inject pale. Kwa hiyo George, of course mwongea vitu, naamini kwa Mtibwa Sugar, kwa mtu anayetazama atakuwa mpata picha moja kubwa sana. Ni sera tu. Pointi ambayo mimi nasema kubwa nitaichukua, maana yake kama Mtibwa awali ilikuwa ni timu yenye kulipa mishahara na watu walikuwa wanakimbilia. Maana yake kwa sasa Mtibwa ilipaswa kuwa na status kama ambayo tunaiona Singida Black Stars anayo kwenye eneo la kimaslahi. Yaani inawezekana labda yeye hahitaji kufika huko kwa kina Singida. Lakini yeye alitakiwa tofautishwe na wengine wote waliobaki, kutoa Simba, Yanga, Azam, Singida. Hao wengine wote waliobaki hawamwezi yani. Na akiamua ana uwezo wa kushindana nao hapo akiamua, kwa sababu wana fedha nyingi sana, isipokuwa wanataka kuendesha timu kama vile wafanyakazi wa kiwanda. Yani wanataka kima cha mishahara kiendane na hapo, maana inabidi waendane na nyakati. Kuna muda mchezaji unaweza kaa labda demand ya mchezaji mshahara ni labda kiasi fulani, mtu anaweza akakwambia hiyo hela, unajua hata meneja au mkurugenzi wa kiwanda kule alipo hela hiyo. Sasa mimi sio mfanyakazi wa kiwanda. Football, hii ni pesa ambayo natakiwa kuipata. Sasa ukiniambia kwamba meneja wa kiwanda au sijui nani wa kiwanda alipo fedha hiyo, it's none of my business. Maana kwa picha ya kawaida, maana vitu vingi sana vinapaswa vibadilike kwenye mfumo wa uendeshaji wa club. Ni sawa sasa hivi ukiulizwa kati ya Mtibwa Football Team na Mtibwa Sukari kipi ni famous?
timu. Sasa kwa nini usihudumie timu? Bwana, hiyo ni kuhusiana na stori za mapambano ya timu, namna ambavyo zinatengeneza madaraja yake, lakini namna ya kusurvive kuendelea kusalia kwenye daraja kubwa la NBC Premier League. Uchumi ni moja kati ya eneo ambalo ni la msingi na la muhimu zaidi. Hapa tuligusa kwa hivi sasa kutoka kwa upande wa sponsorship. Kuna pesa ambayo inaingia kila mwezi, hiyo ni kwa ajili ya kuhudumia kambi pamoja na mishahara, maana timu isafiri, wachezaji kambini wapate chakula, ulipe mishahara. Mambo ya signing fee ni wewe na mapambano yako, lakini isitokee mchezaji ameshindwa kucheza kwa sababu anadai mshahara au timu imeshindwa kusafiri, hilo jambo lilikuwa solved. Kwa hiyo pesa ya ziada kuitafuta wewe mwenyewe pia kujiongezea ubora wako ni eneo la mapambano ya timu pamoja na structure zao namna ambavyo zinakuwa. Tukiachana na Fountain Gate pamoja na story tamu kabisa ya Mtibwa Sugar hiyo ambao umeisikia, tutazame kwa upande wa Dodoma Jiji. Na wao pia wameendelea kujiboresha zaidi, ambapo walimasabibu Dodoma Jiji FC wamemsajili nyota mpya Mokrin Issa kutoka kwenye kikosi cha Walimu Alizeti kwa maana ya Singida Black Stars kwa mkataba wa miaka 2. Bwana, huo ni usajili mwingine wa Mokrin Issa ambao wameufanya Dodoma Jiji. Lakini pia Dodoma wamewaacha wachezaji wawili, Dickson Muhilu pamoja na Daudi Milandu ambaye pia ameondoka ndani ya kikosi hicho. Na kwa upande wa Dodoma pia kocha Amani Josia ametoka. Yes, yupo na Mashujaa saizi kwa mabadiliko madogo madogo. Kwa upande wa kikosi cha TRA United wenyewe pia wametoa thank you kwa upande wa TRA. Sasa wakusanya mapato, klabu ya TRA United imeendelea kupunguza nyota waliokuwa katika kikosi hicho msimu uliomalizika baada ya kutoa thank you kwa nyota 7 kwa pamoja. Imeendelea kufanya hivyo, ambapo mbali na 7 wa mwanzo tayari wengine 6 na wao pia wameweza kupewa mkono wa kwaheri. Sasa wachezaji ambao wamepewa thank you hivi sasa kuna Valentino Nauma wa kigeni, kuna Christopher Tibandeki, Chande Chewa, jina la mwisho unaye atakuwa wa kigeni, Laimba Manji huyo mgeni. Kwa upande wa Abdulaziz Makame Bui pamoja na Joe Makoe, jina tu mgeni, huyu mwenyewe Joe Makoe, lakini Parai Amba Manjie, hawa ni waliopewa thank you hivi sasa. Lakini kwa hiyo ni sawa na kusema TRA wametengeneza nafasi kama 5 za wachezaji wa kigeni. Mimi nikwambie, umeona katika hiyo listi na wachezaji wangapi? 7. Ina wachezaji 6. Yes. Katika wachezaji 6 hapo ni 2 tu ambao hawakuwa kwenye mpango wa kuachwa dirisha dogo. Nani? 2 tu. Valentino Nauma na Christopher Tibandeke. Lakini hao wengine wote walikuwa kwenye mpango kazi. Unajua hii timu moja kati ya timu ambayo ilikuwa na changamoto kubwa sana TRA. Honestly, si msimu uliopita walichukua madeni ya kurithi ambayo hayaelezeki. Hawa sasa hapa tunazungumza ukweli. Unajua picha ambayo walikuwa nayo TRA, matokeo yao na mwenendo wao, afu ukisikia stori zao nyingine yani mtu wa nje anaweza asiwe na kuelewa. Kaka, nisikize nikwambie, hii timu isingekuwa chini ya hiyo mamlaka ya mapato, sasa hizi ungekuwa nazungumzia habari ya kushuka daraja, mambo ya Fountain, yani tungekuwa tunazungumzia huko kwa kina Fountain. Lakini kwa sababu wale walikuwa wanajua namna gani wajaribu kufix vitu ndio maana umeona wamekuwa hapo, na walijaribu kukaa pamoja na kutengeneza commitment, kwa sababu baada ya kuchukua timu hawakujua kwamba kuna wachezaji walisajiliwaga wana mikataba ambayo wanaibuka nayo kokote huko aliko sasa hivi wanaanza kudai, na uwezi kukataa kwa sababu wapo katika mfumo. Story yao na ya Fountain ni kama takufanana kaka, zinaelekea kwa sababu hata msimu uliopita mwanzo na msimu ule wa nyuma ni miongoni mwa timu ambazo hazikuanza na wachezaji wote kwa sababu kuna changamoto za usajili. Umeona wale Fountain wale Fountain msimu wa nyuma yake, si maana walikuwa wanajua kinachofanyika. Hao wamenunua timu. Umenielewa? Kwenye kununua timu kuna makablasha amepewa, kuna makablasha yamekuja nusu nusu, umerithishwa madeni. Sasa ni kwamba yeye unakuja unalitoa kablasha ili hapa unaanza kujiuliza mimi basi silijui. Unavompigia muuzaji wako anakwambia ndio hiyo kitu mbona ipo, ndio kwa unaanza wewe kupambana nayo wewe. Sasa hiyo ni ya kwako. Lakini all in all, unajua nikwambie kitu Kasuga, na hii sasa honestly speaking, na sijui kama mtazamo wangu utakuwa tofauti, lakini tukisema tuzungumze uhalisia na ukweli, ligi yetu ni maskini. Najua hiyo kauli inaweza ikawa tata, lakini kwa nini nasema ligi yetu ni maskini?
umetoka kuzungumzia hapo saizi kwanza ukitaka kujua sisi tuko hivyo, tofauti ya zile timu 4 za juu kiuchumi na zinazofuata ni kubwa sana. Hiyo moja, of course hatuwezi kufanana au haziwezi kufanana, lakini moja kati ya viashiria vingine sisi au timu zetu kuwa kunatoa mikataba miaka miwili. Sijui unaelewa, tunatoa miaka miwili sio kwa sababu timu haziko sure na mchezaji naye msajili, isipokuwa timu hazina fedha ya kuenda zaidi ya beyond kithamani, kwa maana kwamba ili umfunge mtu kwa miaka 3, thamani ya fedha atakayoidai inaweza silingane na hiyo miaka yako miwili. Sasa atafuta hata hiyo mikataba miaka miwili ambayo unaipata, ukienda kuiangalia thamani yake ni chache sana, zinazidi 50. Zitakuwa hapo zina range. Kuna wengine hapo kwenye hizo timu zingine hapo utakuta ni 20, 15, ngapi ziko hapo. Sasa tunahitaji kuanza kutengeneza assurance kwa hao wachezaji financially, na hizi timu zingine inabidi zianze kukua financially ili tuone tunatengeneza vipi. Ni ngumu kutoka kwenye hili wimbi ambalo tupo, lakini kiuhalisia tuna changamoto kubwa bado ya kiuchumi kwenye ligi yetu. Hizi timu 4 ambazo zimejikwamua kiuchumi zisitufumbe kuona kwamba ndio ligi yetu kiuchumi iko huko. Yani ligi yetu kiuchumi bado tuko katika sehemu fulani ambayo ni ya mbali, lakini tunajiona tumesogea kwa sababu tunajilinganisha na ligi zingine ambazo kiuchumi ziko chini yetu. Umeelewa? Sijui kuna ligi ambazo kiuchumi ziko chini yetu kabisa. Sasa sisi tunajiona tumefika au tuko sehemu kwa sababu tunajilinganisha na hizo timu zingine ambazo kiuchumi ligi zingine ambazo kiuchumi ziko chini. Nadhani pia Hinjo, kama tutakuwa sawa, kuna level ambayo Simba na Yanga wameiset ambayo ndio inatengeneza demanding ya timu hizi nyingine zote, hasa kwenye eneo la kutaka kuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni ambao mara nyingi ndio ambao wamekuwa wanatengeneza labda hizi changamoto za madeni. At the same time pia kuna milango ambayo imefunguliwa ya timu kutengeneza eneo lao la kibiashara, kwa maana kwamba sponsorship zao. Sasa kuna kitu tulikigusa mwanzo hapa wakati George anazungumza eneo la Mtibwa. Unajua kuna mikataba ambayo imekuwa ina thamani ambazo zinalingana. Unajua hakuna pesa ambayo imekuwa na mzunguko mkubwa kwenye sponsorship kama milioni 200 kwenye timu zetu. Wamesaini mkataba wa milioni 200. Mkataba wa milioni 150. Inawezekana labda kitu ambacho tunakizungumza kwenye eneo ambalo George anasema inawezekana ni umaskini kwa sababu kuna level fulani ya tufiki. Inawezekana management ya timu nyingi wanapaswa kuanza kuangalia kibiashara, kuzipa thamani hizi timu kwa sababu tayari una mileage ya Azam TV. Timu yako inaonekana kila wiki. Hiyo ni mileage. Una mechi zako za nyumbani 15 za msimu, una sehemu ya kutangazia. Nikuongezee kitu Kasuga. Ni eneo la management tu sasa. Nikuongezee kitu Kasuga. Umefungua mlango mzuri sana. Sasa iko hivi. Huo mlango uliofungua ni mlango wa masoko na mambo mengine. Kuwa na watu wenye vision. Sasa ugumu wa vision ni kwamba watu wengi kwanza Tanzania hawajajua kama mpira wa miguu inaweza ikawa ni sehemu ya masoko. Umeelewa? Wanaweza kutumia mpira wa miguu kama sehemu ya masoko, kama marketing place. Umeelewa? Lakini pia timu ambazo zimetangulia kupata hizi sponsorship hazijakuwa mabalozi wazuri. Umeelewa? Wa wale waliotangulia hazijakuwa mabalozi wazuri. Lakini changamoto nyingine ni taifa kugawanyika kwenye timu 2. Tanzania imegawanyika katika timu hizo 2, Simba na Yanga. Au wengine wanaosema wewe mtu utakuwa na mechi 15 za nyumbani na nini. Mechi 15 za nyumbani zina tendency ya watu wangapi? Umeelewa vizuri? Sasa hiyo ni moja kati ya kasoro ambayo inafanya timu hizo zisinufaike kwa kiwango kikubwa na hiyo fursa ya wao kudhaminiwa. Sasa tunaitoaje hii kasumba? Hiyo ni swala lingine kabisa na ndio ugumu unapokuja kutokea. Lakini vile vile umeona hii trend jinsi ilivyo ndio inafanya hivi vilabu vikubwa viwili vinakuwa na jeuri kwa wadhamini ambao wanakuwa wanaingia. Ukiangalia wadhamini ambao wameingia kwenye hizi timu wengi wao waga wanalalamika au wanakuwa na malalamiko ya kiutendaji au ya kiutekelezaji wa mikataba. Lakini kwa sababu unakuta hayo makampuni au yamekuwa yameona kuna fursa ya kuendelea kubaki hapo kwenye mpira, wanabadilishana tu humo, kuna mtaji wa watu, umeelewa? Wanabadilishana tu humo kwa sababu mpira wa miguu una mtaji wa mashabiki ambayo ni loyal kwa timu zao.
Kwa hiyo kama brand ambayo iko pale hasa wao wanaokaa mbele hapa kwenye kifua wataendelea kupishana sana kwa sababu kuna mtaji ambao ni royo kabisa watu wanakuwa nao, ila kwa wadhamini wadogo kwenye hivi vilabu nenda kasikie vilio vyao. Yes bwana, ni mpira wetu au tunasema ligi yetu namna ambavyo inakwenda, tunajaribu kutazama changamoto ambazo zipo, lakini njia ambazo tunaweza tukatokea tuweze kuboresha zaidi. Sasa wale walikuwa ni wachezaji 6 wa TRA ambao tumegusa hapa ambao wametoka, lakini kwa kuna ile orodha ya awali ya wachezaji ambao walitoka ambapo kuna Abdalla Hilika, Adam, Nasoro Kapama, Prince Kichindo, alikuwepo Salum Chuku, Shabani Chilunda, Ashley Naleng pamoja na Reliant Lusajo. Ukichukua hii orodha ya wachezaji wale wa awali ambao pia orodha yao ilitoka, orodha inafika takriban wachezaji 14. Timu hiyo imetoka nje. Ni sawa. Wachezaji 14. Kwa mfano 8 wa kwanza, 6 wa pili. 6 wa pili. Kwa mfano nikuulize Mkasoga. Umeona hiyo orodha ya wachezaji wa sasa hivi? Wewe una timu, nitajie mchezaji utakayechukua. Hapo labda tutabaki labda na historia tu. Hapo labda tutabaki na historia tu kwamba bana huyu Reliant Lusajo huyu kuna muda ligi inavyoanza anaweza kukupa nani afu akapotea. Adam naye pia yani ni majina tu, Nasoro Kapama, yani hapa kuna majina kwa haraka. Kwa kimsingi kuna Chilunda. Kwa kimsingi mchujo wao hujakosea. Of course hawajakosea. Na kwa upande wa Shabani Chilunda inawezekana ni moja kati ya wachezaji ambao wa Tanzania walikuwa wanamsubiri Chilunda kesho hiyo imeisha. Chilunda yuko kwenye boti moja na Yaya Zaidi. Umeelewa? Wakati wao wanatoka ndo walikuwa. Kwa wakati wao ulikuwa ni Chilunda, Yaya Zaidi, Faridi Musa. Umeelewa? Moja kati ya move ambayo kwangu mimi it was wrong. Sijui, lakini na nilisema kutokea mwanzo kwa Chilunda ilikuwa ni kwenda Simba. Ndio nilikuwa nataka kugusa. Nasoro, unajua kuna hizi move wachezaji wao wanazifanya kutoka timu za kawaida kwenda kwenye hizi timu kubwa. Kwa mfano, baada ya pale ndio inakuwa. Ngoja nikwambie kwa mfano, kwa nini mimi nilisema Chilunda kwenda Simba it was wrong. Na nilisema mara ya kwanza kabisa ile move inatokea. Chilunda alikuwa kaenda nje afa akarudi Azam. Azam bado hajapata nafasi nzuri ya kutosha. Mimi binafsi yangu nilikuwa naamini na bado nilikuwa naendelea kuamini kwamba Chilunda ni mchezaji mzuri. Anahitaji kwenda sehemu ambayo atacheza ile ili arudi kwenye ubora, kwa sababu ana nafasi ya kurudi kwenye ubora na huku ana nafasi ya kurudi tu kwa umri wake bado unamruhusu. Unaelewa? Lakini anavyo opt kwenda Simba anaenda kuwa chaguo la 3 kwa wakati ule. Sikumbuki striker alikuwa nani, lakini nakumbuka kwa wakati ule anaenda pale yule kwa chaguo la 3. Umeelewa? Moses Pili alikuwepo ndo msimu ndo mwisho sijui anaingia, I don't know, lakini kulikuwa na Moses Pili. Umenikumbusha vizuri. Alikuwa anaenda kwa chaguo la 3. Kwa mimi nilikuwa nafikiri Chilunda anataka kwenda sehemu ambayo atacheza, afunge na arudi. Lakini pia kuna kitu ambacho Chilunda alikuja kukicontradict kwenye mchezo wake au kwenye game yake. Chilunda ni mmaliziaji mzuri. Lakini sio mchezaji mwenye haya mambo mengine mazuri. Lakini eventually Chilunda kutokana na idadi yake magoli aliyokuwa anafunga au uzuri wa magoli aliyokuwa anafunga at some point akawa anataka afanye vitu vya ziada sasa vya kwamba na mimi nina uwezo wa kushuka chini nikachukua watu wawili nikachezesha nikafanya hivi. Una confuse game yako. Wewe kama you are a finisher, be a finisher. Usianze kujicontradict na mambo mengine. Ushakumwona Medi Kagere anataka ashuke chini achezeshe afanye nini? Ushakumwona Hamisi Tambo anarudi chini anataka afanye nini? Usiwe yani wewe usiwe Ronaldo kama wewe ni Inzaghi. Yani wewe kama shughuli yako iko kwenye box pale, cheza napo pale. Weka namba zako. Usitake tena na mimi naweza nikatokea pembeni na mimi naweza nikafanya hivi. Sababu kila mtu anajua kwamba wewe ni namba 9, tutakuletea. Na tutakujaji kwa namba zako ulizoziweka. Ni kama Dube, usimtegemee utamkuta kwenye box muda wote. Kuna muda utamkuta hayupo. Na ndo staili yake. Bana, hayo kwa upande wa TRA tuwatazame wauaji wa Kusini Namungo. Namungo alitoa mkeka wanaobaki wanaoenda. Na wao pia wana orodha ya wachezaji wao ambao wamewasajili kwenye kikosi hicho
yupo Redemptus Musa, Rashid Chambo, Yahya Kaniki, orodha ni kama ambavyo unaiona hapo, George Makanga, Lipapa Ali Bakari, lakini pia yupo Anwar Abdalla, Yusuf Mfaume Mashauri, Raymond Lurendi, yupo Yusuf Dunia, yupo Muslim Simai, lakini pia Juma Shemvuni pamoja na Selemani Kisimbo. Hii ni orodha ya wachezaji ambao klabu ya Namungo wamewaongeza kwenye kikosi chao. Wachezaji 11. Wachezaji 11 hao. Sasa hivi KMC imebaki na nani? Maana namuona Rashid Chambo hapo. Rashid Chambo. Namuona Mwijage kaenda Yanga. Namuona Ndindi, somebody Ndindi yuko Singida. Yes, Singida. Wachezaji wametawanyika. Juma Shemvuni nahodha yule juu pale. Haya, alafu sijui jana nimesikia Saliboko kaaga. Darwesh. Na najiuliza unawezekana safari ya KMC kurudi Premier League ikawa ni ndefu sana kuliko wanavyofikiria. Na kuna wachezaji of course ingekuwa ngumu kuweza kuwa keep kuenda nao championship, kwa hiyo inabidi nao pia wajipange waone namna ambavyo wanaweza kurudi. Sasa kwa timu ambayo inataka kurudi haraka inabidi ihakikishe kuna wachezaji na wabakisha, yaani hiyo inabidi ihakikishe. Sasa kwa mfano kama hapo tunavyozungumza kwa haraka haraka tumetaja majina ya wachezaji 6 wa KMC ambao tayari wameshaondoka kikosi cha kwanza pia. Basi hiyo ni timu ambayo imeshaisha kabisa. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni potential na hajawahi kufika kwenye potential yake ni George Makanga. George Makanga. Makanga alivyokuwa hawa wana Namungo mara ya kwanza. Yes. Unajua akajaga mpaka Mtibwa KMC akapiga KMC. Makanga sasa hivi karudi tena Namungo. Ukishaanza kuona unakuwa Vasco da Gama pale unakagua hizi timu za mid table kuna high possibility potential yako isifikie, goma likawa limekwisha. Ayubu Injo, tunaona maboresho ambayo yanafanyika na hizi timu, wachezaji wanaingia na kutoka, maandalizi tayari yamekwisha kuanza. Wewe ni moja ya watu ambaye una experience kubwa na NBC Premier League, umefika mikoa mingi, umeona timu nyingi, umetutangazia pia mechi nyingi. Kwa mtazamaji wetu muda huu, unaona unaweza ukawa ni msimu wa aina gani kwenye kupredict kwa aina ya maandalizi ambayo unayaona? Kwanza kwa wawaji wa kusini hapa, unajua msimu uliopita ilikuwa tukitaja timu ambazo hazifanyi vizuri Namungo ilikuwa inawekwa kando. Yaani zitazungumzwa KMC, itazungumzwa Fountain, itazungumzwa na timu nyingine Prison, Mbeya City. Lakini Namungo ilikuwa ni moja ya timu ambayo haikuwa na mwendelezo katika mechi zake ambazo wanacheza. Kabla ya kuelekea kwenye mechi 3 za mwisho za kumaliza msimu, ulikuwa unazungumza ushindi wa mwisho waliupata Januari 31. Januari 31, maanake wana mwezi wa pili wote umepita hawajashinda, Machi yote umepita hawajashinda, imepita Mei. April kwanza. Yes. April imepita, Mei imepita. Kwa takriban miezi 3 na nusu au 4. Unazungumza michezo zaidi ya 15. Namungo alikuwa anatoa sare ama anapoteza. Kwa hiyo ulikuwa unaona ni consistency ambayo kwa daraja la Namungo, ukitazama majina ya wachezaji, yani kikosi kikitoka, ukitazama majina pale, wanasema mpinzani leo kazi anayo. Kwani ndio daraja la Namungo ni lipi? Ni daraja la kati. Namungo. Yes. Ni timu ambayo yani kwa introduction yao kwenye msimu wa kwanza, ile introduction ilikuwa inakuonesha kwamba kama kuna timu 3 kubwa ligi kuu, basi Namungo ni timu ya 4. Kwa msimu wake wa kwanza ambao wanakwenda kumaliza top 4. Na ndio mafanikio makubwa zaidi tangu pale ambapo wamemaliza. Walimaliza top 4 mara 2. Mara moja tu ndio ile wakafika mpaka makundi. Yes, ambao wakapata chance ya kwenda zile mambo ya kuna ile walikuwa na kocha Mrundi, si ndio hiyo? Ndio hiyo alipanda nao. Yes, ambao alipanda nao. Yes. Mafanikio wengine yes, walicheza finali ya CRDB na Simba 2019 pale. Lakini kuanzia pale walipomaliza top 4, umeiona timu ambayo inakosa stability. Haijulikani sura. Yaani Namungo baada ya msimu wa kwanza nafasi ya 4, msimu wa pili nafasi ya 9. Msimu wa 4 akakamata KMC.
ambao wakashiriki nao msimu wao pekee ndo ule, wakatoka pale wakaja Coastal Union. Kuna kipindi akaja Mtibwa na yeye akashiriki shirikisho, akapita Biashara. Kwa hiyo kwa Namungo ilivyopanda kwa mara ya kwanza kabisa, unaona kabisa kwamba sasa tunakwenda kupata top 4 ambao itakuwa stable kwenye kushindana. Usajili ambao ulikuwa unafanyika, mimi nikwambie kitu katika akili ya kawaida, katika akili ya kawaida tusije kutegemea timu ambazo hazina mfumo wa kifedha, ambazo hazina mfumo sahihi wa kifedha. Namungo sifanya kuwa timu ya wananchi na yenyewe timu ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara wapi? Unajua kuna vitu, nakumbuka kuna mkutano ulifanyika kama sio kikao cha wafanyabiashara Walindi, kwamba kuna asilimia ya mazao itakuwa inakatwa kwa ajili ya timu. Kuna vitu kaka, tusizungushe maneno. Timu ambazo zinasimama chini ya muhimili wa mtu usizilinganishe na timu ambazo mfumo wake haumtegemei mtu. Alafu timu ambazo zinamtegemea mtu kulingana na wadhifa si sawasawa na timu ambayo imejidhatiti. Ndio maana nikakwambia kwa sasa hivi walitakiwa wakamatwe watu wa Mtibwa, wachapwe viboko wote, kwa sababu they are stable bila kumtegemea mtu yoyote. As a taasisi, yani as a taasisi you are stable kuliko timu. Yani ulitakiwa ukamate Mtibwa na Kagera wote viboko, mcheze nao. Yani hamwezekani nyinyi mkawa hamko serious na vitu ambavyo vinaonekana kabisa vinawapa manufaa na viko ndani ya uwezo wenu. Umeelewa? Sasa hivi kila kijana Tanzania anatamani kupitia akademi ya Mtibwa kwa sababu ina historia ya kutoa watu. Lately tukianza kusema Mtibwa imetoa kijana gani wa maana katika hii miaka miwili baada ya Chasambi. Tutachapana fimbo. Maanake kuna uzembe umeanza kufika mpaka kwenye timu ya vijana. Unaelewa vizuri? Sasa kwenye hizi timu ambazo zenyewe muhimili wake ni mtu fulani yuko pale sijui nini, pamoja na yote unaosema vikao vilivyofanyika na nini, lakini Namungo inaeleweka. Ukihitaja Namungo unamtaja nani? Sijui kama unanielewa. Kwa mtu wa mpira hilo tayari unajua. Umeelewa? Hapa ni kama ukihitaja Singida, unajua unamgusa nani. Havisemwi tu, lakini kuna wakati hapa Namungo naye alipitia utata dakika za mwisho, si ndio? Na havisemwi kwa sababu inajulikana ukimtaja Namungo unamtaja nani. Sijui kama unanielewa. Sasa wasiporekebisha mfumo ukakaa sawa, hiyo ni hadithi ile. Nao pia mazingira yao yanaweza yakawa na heka. Kuna kauli moja ya mtaani inasema ili uweze kushindana inabidi upunguze timu yako kuwa timu ya wadau. Bwana Injo, tunasafiri tuchangie. Kuna muda huwezi kufika malengo kwa sababu mdau atakapojisikia, atakaponyosha mkono, atakapofika ndio hapo. Mimi kwetu Iringa pale kuna nyakati timu yetu ya Lipuli ilipokuwa tu timu ya mdau, timu ya wadau, timu inatakiwa isafiri, inabidi isubiri kidogo. Inabidi isubiri kidogo, kuna mdau anakuja kuisalimia timu afu ndo muondoke. Ogopa timu ya kuwa kwa mdau, ogopa timu ya kuwa sijui mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akitoka, sio tu akitoka, yani kwanza upate mkuu wa mkoa ambaye anaelewa nini maana ya, kama vile unavyomtaja Mtanda. Umeelewa? Katika kitu ambacho Pamba walikicomplain mwanzo ni ile Pamba kuhangaika alafu Mtanda kuja kuichukua Pamba, raia wa kula lalamika sana, wapo watu kwamba wana sijui kwa sababu watu kulikuwa na milija ya kula pale imekatwa. Lakini wangeachiwa mzigo wa Pamba kwenda nayo ligi kuu, wallahi wa bilahi saizi ingekuwa imeshuka tena daraja. Namna ambavyo Mtanda anapambana na ile timu. Juzi jana umetoka kuona interview ya Saleh Karabaka. Saleh Karabaka ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye msimu uliopita. Unaweza ukaniambia Karabaka atoke JKT kwenda Pamba? Katika sensi yako ya kawaida kama mchezaji unaweza ukatoka saizi JKT ukaenda Pamba? Lakini Mtanda amechukua initiative yake mwenyewe binafsi ya kumpigia Karabaka, kuongea naye na kumwambia na kila kitu, kwamba mpaka anashawishika kutoka JKT kuja huko. Hata usajili wa Kevin Nation kutoka Singida kuja huko. Nakumbuka Mtanda pia, yani unaona mchezaji anavyomshukuru kiongozi. Sio, unanielewa kaka? Nadeo Kaseke. Sio, unanielewa kaka? Yeye ndio hata kwenye usajili wa Yona Amos na wachezaji wengine wengi. Umeelewa? Leo hii chukua sponsorship za Pamba ambazo zinapatikana. Umeelewa? Kuanzia main sponsor wao kuja kwa huyu insurance sponsor. Yani hizi zote ni effort za nani? Za Mtanda. Sasa leo utoke mkeka pale Mtanda akahamishwa.
itategemea na interest ya kiongozi mwingine ambaye atakuja. Umegusa hivyo, na kumbuka kipindi kile Lipuli ikiwa ina jambo kidogo inafanya vizuri. Nakumbuka mkuu wa mkoa alikuwa mama mmoja mstaafu, Amina Masenza kama jina litakuwa limekaa sawa. Kwanza alipiga block moja kwenye uongozi pale, katika katibu mkuu anaeleweka, piga pale. Unajua kishakuwa kama hivyo kiongozi mkubwa wa level ya mkoa na yeye akaweka commitment yake. Hata sponsorship, wadau wa mkoa wenye pesa somehow inakuwa inasaidia. Lakini ni jambo ambalo tumegusa, linaweza likawa ni jambo jema kwa nyakati, kwa sababu yule mtu akihamishwa atakayekuja mwingine anapaswa kuwa na interest tena ya michezo ili jambo liweze kuendelea. Mambo ndio ya kutambea City. Tutarudi Mbeya City. Stori za KMC nazo kuna muda ukizisikia uzielewi. Kwa hiyo tutarudi kule kule, timu tu ziwe na misingi flow nzuri ili ligi yetu izidi kupanda katika mazingira yote. Bwana, hii ni Viwanjani. Leo nondo spana zimekuwa nyingi. Ndio inavyotakiwa. Bwana, mimi ni Ibrahim Kasuga, yupo Ibu Injo, lakini pia Jobu naye yuko hapo, kwa pamoja tunatazama. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa soka letu. Taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, tumekupa orodha ya usajili kutoka kwenye timu mbalimbali, namna ambavyo zinazidi kufanya maboresho yao, lakini pia kile ambacho tunakitaraji kwa msimu mpya wa mashindano wa 2026 2027. Nikwambie tu kwa hivi sasa tuna shift na tunaelekea kwa upande wa joto la Afrika kutazama taarifa zile ambazo zimetokea ndani ya bara la Afrika.